Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara Stephen Wasira ameeleza kuwa serikali haiwezi kuomba msamaha kwa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Kauli yake aliyoitoa kupitia kituo cha UTV, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara Stephen Wasira amebainisha kuwa serikali haikuwa chanzo cha fujo zilizojitokeza katika kipindi hicho cha uchaguzi. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi amesisitiza kuwa mamlaka za serikali zilikuwa na jukumu la kisheria la kurejesha utulivu pale ambapo kulikuwa na ghasia. Kauli hiyo ya Stephen Wasira imeibua mjadala mpana kuhusu nani anayepaswa kuwajibika endapo tume inayochunguza matukio hayo itabaini ukiukwaji wowote wa sheria au taratibu. Stephen Wasira amefafanua kuwa uwajibikaji lazima uendane na ukweli wa matukio yaliyotokea uwanjani badala ya kutoa hukumu za jumla dhidi ya mamlaka. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara ameeleza kuwa iwapo tume itabaini kuwa kuna mtu au watu au taasisi zilizofanya makosa, hatua za kuwajibisha wahusika wanapaswa kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Stephen Wasira ameweka msisitizo mkubwa katika suala la uwajibikaji binafsi wa waliofanya makosa badala ya kuhusisha serikali nzima na matukio yote yaliyotokea wakati wa uchaguzi. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira amebainisha kuwa kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayesababisha furugu na mamlaka inayochukua hatua za kisheria kuzidhibiti furugu hizo. Stephen Wasira ameeleza kuwa hatua za kuzuia machafuko ni wajibu wa kimsingi wa chombo chochote cha dola ili kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Stephen Wasira amehoji iwapo serikali inapaswa kuomba msamaha kwa sababu ilikwenda kutuliza ghasia au kama anayepaswa kuomba msamaha ni yule aliyesababisha furugu hizo. Hoja hiyo ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara inalenga kuonyesha kuwa hatua za vyombo vya dola za kurejesha amani haziwezi moja kwa moja kutafsiriwa kuwa serikali ndiyo iliyosababisha machafuko. Kauli ya Stephen Wasira imekuja wakati ambapo matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka wa 2025 yanaendelea kujadiliwa kwa kina na jamii. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi anaamini kuwa kutuliza ghasia ni sehemu ya wajibu wa serikali na si kitendo kinachotakiwa kuomba radhi. Mchakato wa uchunguzi unalenga kubaini kilichotokea, sababu za matukio hayo na iwapo kulikuwa na ukiukwaji wa sheria au taratibu wakati wa uchaguzi mkuu huo. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Stephen Wasira amesisitiza umuhimu wa kusubiri matokeo ya uchunguzi huo wa tume badala ya kutoa hukumu kabla ya ukweli kubainika. Wasira ameeleza kuwa tume ikibaini kuwa waliohusika na makosa, wahusika hao wanapaswa kuwajibishwa kulingana na ushahidi utakaopatikana. Stephen Wasira amesisitiza kuwa mchakato wa uchunguzi lazima upewe nafasi yake stahiki ili kuleta uwazi kamili na kuzuia upotoshaji wa taarifa katika jamii. Kauli ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara imeibua mjadala mpana kuhusu namna mamlaka zilivyoshughulikia ghasia na kama hatua zilizochukuliwa zilikuwa za kiwango kinachostahili. Mjadala huu pia unaendelea Mjadala huu pia unahusisha masuala ya iwapo serikali inaweza kutenganishwa na vitendo vya vyombo vya dola vinavyotekeleza majukumu yake kwa niaba yake. Stephen Wasira ameweka wazi msimamo kuwa serikali haipaswi kuomba msamaha kwa jumla kabla ya kubainika nani alifanya kosa na kwa mazingira gani. Wasira anaamini kuwa msamaha bila ushahidi wa kina unaweza kuleta dhana potofu kuhusu wajibu wa mamlaka za dola katika kulinda amani.
Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara amesisitiza kuwa haki inapaswa kuzingatia ukweli na ushahidi, huku wale watakaobainika kuvunja sheria wakichukuliwa hatua stahiki. Mjadala huu unaendelea kuwa sehemu muhimu kwa sababu unahusu matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka uliopita, pamoja na masuala ya amani, haki, uwajibikaji na imani ya wananchi katika taasisi za serikali. Matokeo ya uchunguzi kutoka kwenye tume ndiyo utakayotarajiwa kutoa picha bana zaidi kuhusu wajibu wa kila upande na hatua zitakazopaswa kuchukuliwa. Stephen Wasira amehitimisha kuwa tume ndicho chombo chenye mamlaka ya kubaini ukweli kamili na kubainisha na kuainisha hatua za kisheria zitakazochukuliwa na zinazostahili kuchukuliwa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara amebainisha zaidi kuwa msingi wa kuzuia furugu katika nchi yoyote inayofuata utawala wa sheria ni kuhakikisha kuwa sheria zinazingatiwa na pande zote bila ubaguzi. Stephen Wasira ameeleza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vina wajibu wa kikatiba wa kuingilia kati pale ambapo amani ya umma inatishiwa na makundi au watu binafsi. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi amesisitiza kuwa kuomba msamaha kwa kutekeleza wajibu wa kulinda utulivu wa nchi kuteleta picha kwamba utekelezaji wa sheria ulikuwa makosa. Stephen Wasira ameeleza kuwa jamii inapaswa kujifunza kutenganisha kati ya makosa ya kufuata sheria na makosa yanayofanywa na watu wanaokiuka taratibu zilizowekwa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara amesema kuwa mfumo wa kisheria nchini Tanzania unatoa nafasi ya kuwahoji na kuwachukulia hatua wale wote watakaobainika kwenda kinyume na msingi ya amani. Kiongozi huyo Stephen Wasira amefafanua kuwa hatua za nidhamu au za kisheria zitachukuliwa mara tu tume itakapokamilisha kazi yake ya kukusanya ushahidi kutoka katika matukio hayo ya uchaguzi. Akiendelea kufafanua msimamo huo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara Stephen Wasira ameeleza kuwa historia ya uchaguzi nchini imekuwa ikitawaliwa na amani na kwamba ghasia zilizojitokeza zilikuwa na chanzo maalum zilinayohitaji kuchunguzwa. Wasira amesisitiza kuwa serikali ilichukua hatua zilizoonekana kufaa kwa wakati huo ili kuzuia kuenea kwa machafuko katika maeneo mengi ya nchi. Makamu mwenyekiti huyo wa Chama cha Mapinduzi amebainisha kuwa utulivu wa kitaifa ndicho kipaumbele kikuu cha serikali yoyote inayojali ustawi wa wananchi wake. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara amewataka wananchi kuendelea kuwa wavumilivu na kutoingiza hisia za kisiasa katika mchakato huo wa uchunguzi wa matukio ya uchaguzi wa Oktoba mwaka uliopita. Stephen Wasira kuwa anabainisha kuwa maamuzi yoyote yatakayochukuliwa na serikali au taasisi husika yatatokana na ripoti rasmi ya tume na wala si mashinikizo ya kisiasa kutoka ndani au nje ya nchi.